Haya, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen hii leo amesema vita dhidi ya ujahili eneo la bonde la Kerio utaendelea kupigwa msasa, huku watu watatu akiwemo Padri Alois Bet kuuawa na majahili eneo hili ni wiki ya pili. Padri huyo, mtazamaji, alivamiwa na majahili alipokuwa akirejea nyumbani kutoka kwa huduma zake za kijamii, kwa kile ambacho serikali inasema kwamba ni tukio la kulipiza kisasi baada ya kukamatwa kwa majahili 4 na kuuawa kwa wenzao wawili katika operesheni ya usalama ambayo inaendelea katika eneo hilo. Mhariri wa kanda ya Nakuru na maeneo jirani Bridget Ngana na maelezo zaidi. Akiwasili kijiji cha Cheplasgei, kaunti ya Nandi, alikozaliwa mwenda zake Padre Alois Bet, waziri Murkomen alijiunga na viongozi wa kaunti hiyo kuliwaza wazazi na familia ya mwenda zake. Waziri akitoa sababu au makisio ya shambulizi lililoishia na kifo cha padre huyo eneo la Tot, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na mmoja wao ndiye alikuwa komanda yao katika sehemu hiyo. Na kwa sababu ya hasira ya wale wengine alishirikiana nao, wakatoa hiyo hasira ya hiyo operation, wakaenda sasa wanatafuta kila mtu ambaye aswa kama Father Alois amepigwa tu bure kwa sababu amekuwa ni mhubiri wa kuleta amani na ni mtu amekemea mambo ya ujangili ya wizi wa ng'ombe na uaji wa. Kulingana na waziri Murkomen, juhudi za kukabiliana na visa vya wizi wa mifugo na vifo vya watu kwenye bonde la Kerio zimeanza kuzaa matunda. Kama vile tumedhibiti kupunguza kwa 50% mambo ya banditry katika Kerio Valley, tutajitahidi zaidi kwa miezi ambazo ziko mbele ndio tupeleke 50% hiyo iende ikielekea Suburi, kwa sababu tunataka kumaliza mambo ya uwizi wa ng'ombe. Hata hivyo, baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wamelalamikia jinsi operesheni hiyo inavyoendelezwa, kwani wakati mwingine inahujumu wakazi kwa kuwalimbikizia lawama za kuwa wao ndio majahili. Ni wakora, sio jamii. Na sisi tumesema hapa kora hatutaki wawe kati yetu. So waziri, tumekuwa tukikwambia kitu, chukua hatua, kwa sababu tusingoje mpaka something tragic kama hii ambayo imefanyika kwa padri ndio sasa nguvu ya serikali ionekane. Hiyo si haitusaidii. Huku baadhi ya viongozi na wakazi wa kaunti hiyo iliyo bondeni Kerio wakitaka vita dhidi ya ujahili viendelee. Lakini namwambia waziri Murkomen, endelea kufanya hiyo kazi kufinya hao watu, because we need security in this area. Bila security hakuna maendeleo. Kwa hivyo nataka niambie hata waziri Murkomen, tutakusaidia mpaka tujue ni nini ambayo inafanyika. Najua sisi wengine tunajua kutupa viatu na kuangalia mara ya mbuzi. Nasema hivyo hapa hivi. Na msipofanya tutajitokeza, tunaenda kunyorosha hapo. Alafu tukutane mbinguni tujue nani na nani huko juu. Kuuawa padri ni maajabu sana. Tafadhali international security muangalie hizo maneno kwa macho miwili. Kwa zaidi ya miaka miwili sasa, serikali imekuwa ikifanya kampeni ya kurejesha amani bondeni Kerio kupitia operesheni Maliza Uhalifu. Bridget Ngana, NTV.